Siku zilizofuata baada ya Skitu kuwasili kijijini hapo zilijawa na mwanzo mpya, lakini pia zilijawa na changamoto za kimya kimya. Yeye pamoja na Jonathan walikuwa wameacha nyuma gereza la kifahari la Kasri. Kasri ya Mfalme Mgimba, mfalme katili sana kuliko kuwahi kutokea. Waliona kwamba wamechukua hatua katika dunia ambapo maisha yao hayakutawaliwa tena na wajibu wala kutawaliwa na hofu, bali sasa maisha yao yalikuwa yamejawa furaha kubwa sana. Kijiji kile ambacho walikuwa wamepokelewa pamoja na barabara zake zenye vumbi ambazo zilikuwa ni barabara zilizojaa watu wengi, wanakijiji wenye nyuso nzuri za ukarimu. Kijiji kile kiligeuka kuwa kimbilio lao, mahali ambapo wangeweza hatimaye kupumua bila mzigo wa kifalme kuwabana. Maisha yao mapya yalianza kwa taratibu, hatua kwa hatua. Jonathan aliyewahi kuwa daktari katika mji yenye pilika sasa alifungua zahanati ndogo kijijini, akiwahudumia wagonjwa na kuwasaidia watu wenye uhitaji. Ingawa maisha yake yalikuwa tofauti kabisa na aliyozoea, Jonathan alipata utulivu katika kazi yake. Wanakijiji walimpokea kwa mikono miwili, na muda si mrefu hakuonekana kama daktari bali kama mganga wa uponyaji, mtu mwenye hekima na muhimu zaidi, mtu aliwaletea tumaini sehemu iliyokuwa na ukosefu wake kwa muda mrefu. Skitu, ingawa alikuwa mgeni wa maisha ya unyenyekevu, alijifunza kwa haraka. Alimsaidia sana Jonathan katika zahanati yake, akitumia maarifa aliyoyapata katika malezi ya kifalme kusaidia katika kazi mbalimbali na kuwafariji wagonjwa ambao walikuja kutafuta huduma katika zahanati hiyo. Lakini pia alianza kutumia muda wake zaidi na wanakijiji, akijifunza desturi zao, akijifunza lugha yao, lakini pia akisikiliza hadithi zao ambazo zilikuwa zikisimuliwa na kuelewa mahitaji yao, hasa walikuwa wanahitaji vitu gani. Maisha ya kawaida kabisa ambayo Skitu aliishi sasa. Ingawa maisha haya yalikuwa na tofauti kabisa na anasa za kasri ya kifalme, lakini alijihisi kwamba ni mwanamke huru na ni mtu huru zaidi kuliko vile ambavyo alikuwa akivipata ama akivipokea kutoka katika kasri la baba yake mfalme, yani Mfalme Mgimba. Usiku ulikuwa wa utulivu, lakini mara nyingi ulijaa mazungumzo marefu kati ya Skitu na Jonathan. Walizungumzia ndoto zao, maisha bila utawala mfalme, lakini pia walizungumzia namna ambavyo wanaweza wakajenga familia yao wao wenyewe. Lakini pia kila siku walikuwa wakizungumzia mustakabali ambao ulikuwa ni wa kwao peke yao. Walijua kuwa mapenzi yao yalikuwa yana hatari sana, na kwamba mfalme angeweza kuwatafuta kwa wakati wowote na kurudisha katika kifungo cha kasri. Lakini sasa waliamua kufurahia uhuru waliokuwa nao. Skitu mara nyingi alijikuta akiwaza kuhusu maisha aliyoyaacha, majukumu ya kifalme, matarajio yasiyo na kikomo na shinikizo la kuwa binti wa mfalme. Alilelewa kuamini kuwa hatima yake ilikuwa tayari imeshaandikwa, kwamba kila hatua yake ilikuwa na maana kwa mustakabali wa ufalme. Lakini sasa kijijini hapo alikuwa na nafasi ya kuamua hatima yake mwenyewe. Haikuwa maisha ya anasa aliyoyazoea ya kuwa na wafanyakazi wengi, ya watu ambao wanamnyenyekea na kumsujudia, lakini ilikuwa ni maisha yake ambayo hii hali ilimletea furaha kubwa sana na furaha ya ajabu. Siku moja alasiri, Skitu alipokuwa ameketi chini ya kivuli cha mti akishona kikapu na wanawake wengine wa kijijini hapo, alihisi amani ambayo hakuwa nayo kwa muda mrefu maishani mwake. Uzito wa matarajio baba yake ulikuwa umepungua, ukichukuliwa na urahisi wa kazi za kila siku na joto ambalo alikuwa akilipata katika jamii ile. Kwa mara ya kwanza alikuwa amegundua furaha ya kuwa mtu wa kawaida, bila cheo, bila mzigo wa matakwa ya kifalme, bila kuonekana kama ni binti wa kifalme, bila kuwa na sheria ndefu, bila kuwa na mamlaka mengi, lakini pia bila kuwa na vitu vingi ambavyo anapaswa kuvitimiza kama mtoto wa kifalme. Lakini hapa alikuwa ni Skitu tu, na sio kama malkia mtarajiwa ama sio kama princess, yani binti wa mfalme. Lakini hata katika utulivu huo alijua kuwa kivuli cha Mfalme Mgimba, yani baba yake, bado kilimtanda.
hangeweza kusahau ukatili wa hasira yake, ghasia alizowaletea wale waliomwasi. Mamlaka ya kifalme yalienea zaidi katika kuta za kasri. Ili mradi alikuwa hai, Skitu na Jonathan wasingeweza kuwa huru kabisa. Wanakijiji, ingawa walikuwa na moyo wa ukarimu, lakini walikuwa na hofu ya mamlaka mfalme. Wengine walitoa msaada wao kwa siri, huku wengine wakibaki mbali, wakiogopa kuwa kuwahifadhi waliotoroka kutoka kwenye kasri kungesababisha hasira ya mfalme kuwafikia. Skitu na Jonathan walielewa hiyo hofu, na walijua kabisa kila kitu ambacho sio tu watu walikuwa wanawaza hivyo, hata wao pia kwa undani, deep down, walikuwa wanafikiria katika namna hiyo. Lakini kwa sasa waliendelea kushiria matumaini ambayo walikuwa nayo, kuwa wangepata maisha mapya pamoja, mbali na ukatili wa mfalme. Mara kwa mara walizungumzia mipango yao, shamba dogo labda ambapo wangeweza kuishi bila hofu, ambapo wangeweza kulea watoto wao na kuziweka pamoja, mbali na siasa za kifalme. Jonathan alikuwa na ndoto ya kuanzisha kliniki kubwa zaidi ili kuwasaidia watu wengi zaidi, na Skitu alitamani kufundisha watoto wa kijijini hapo, kuwapa elimu aliyowahi kuiona kama ni kitu cha kawaida. Skitu alijifunza katika wiki hizi za kwanza na kipindi hichi kifupi ambacho wamekaa pale, maisha yao mapya kuwa uhuru au paswi kuchukuliwa kama kitu cha kawaida. Ulikuwa dhaifu, sawa, na wakupita, lakini pia ulikuwa ni jambo la thamani kubwa zaidi kuwahi kulijua. Alikuwa binti wa kifalme, ishara ya mamlaka na hadhi, lakini sasa alikuwa na kitu kikubwa cha tofauti kabisa. Alikuwa mwanamke aliyeteua mapenzi badala ya utii, uhuru badala ya wajibu, na kwa kufanya hivyo alikuwa amepata furaha ambayo hakuwahi kuijua. Katika nyakati za utulivu, alipokuwa wamekaa pamoja wakitizama nyota nzuri na anga, Skitu alijiruhusu kuota ndoto ya siku zijazo, siku ambazo hawatakuwa wakijificha, siku ambazo hawatakuwa wakikimbia, siku ambazo mapenzi yao yangesawi bila hofu ya adhabu. Alishikilia ndoto hiyo hata pale ulimwengu uliowazunguka ulipokuwa una uhakika. Kwa sasa maisha yao kijijini yalikuwa hifadhi dhaifu, mahali pa kupona, kukua na kujenga upya, lakini Skitu alijua kuwa safari yao mbele ingekuwa ngumu. Alijua fika kwamba hasira ya baba yake, yani Mfalme Mgimba, ingeweza kuwafikia wakati wowote. Hata hivyo, alimradi alikuwa na Jonathan kando yake, tayari alifahamu kabisa kwamba wako tayari kukabiliana na lolote litakalotokea. Pamoja walikuwa na nafasi ya kujenga kitu chao, na hilo lilitosha kuwafanya waendelee mbele kwa sasa. Ndimi mwandishi na msimulizi wako Samuel Ernest Vianga wa Mkongo Mastori. Nitaendelea. Tafadhali na kuomba uweze kubonyeza kitufe cha subscribe ili usipitwe na simulizi nyingine nzuri kama hizi, lakini pia uweze kupata vitu vizuri. Lakini pia andika hapo chini kwamba unanifuatilia ukiwa wapi, ukiwa mkoa gani ama ukiwa nchi gani. Tunashukuru sana wale watu kutoka Bujumbura, watu kutoka Kongo, watu kutoka Uganda, watu kutoka Nairobi, Kenya, na wengine mbalimbali ambao mnatufuatilia. Tafadhali sana naomba uandike chini hapo katika comment section below kwamba unatufuatilia ukiwa unatoka sehemu gani. Hii inatutia nguvu sana. Naomba niendelee. Siko tayari tena kusikiliza. Asante. Basi utulivu ambao Skitu na Jonathan walikuwa wameanza kufurahia haukudumu kwa muda mrefu. Habari za kutoroka kwao, ingawa zilikuwa ni minong'ono ya siri gizani, lakini zilianza kusambaa nje ya kijiji. Mfalme Mgimba aliyekuwa na hamu isiyozimika ya kumpata binti yake alizidi kukasirika kadri muda ulivyopita. Hakuweza wala kuwa tayari kuvumilia uasi, hasa kutoka kwa damu yake mwenyewe. Shauku yake kumrudisha Skitu na kumwadhibu Jonathan iliongezeka, na haikuchukua muda mrefu kabla ya kuchukua hatua. Majeshi ya Mfalme Mgimba yakiwa yamevaa silaha zao nzito za kutisha yalitumwa kila upande yakichunguza ardhi nzima kwa ajili ya kumpata binti mtoro.
Walitembea kwa ustadi wakichunguza kila kijiji cha jirani, wakiwauliza wakazi maswali na kutumia kila mbinu iliyopo kufuatilia. Walikuwa wapekinyuzi kweli kweli, wakitaka kujua kitu gani ambacho kinaendelea na ni wapi ambapo Skitu binti mfalme amekimbia na Jonathan yuko wapi. Skitu na Jonathan walikuwa wanajua fika kabisa kwamba kama wakikamatwa ni kitu gani ambacho kitatokea. Unajua ushawishi wa mfalme ulikuwa ni mkubwa na askari wake walikuwa wakatili sana, wakitumia hofu na ghasia, vurugu kubwa kutekeleza matakwa ya mfalme. Wakazi wa kijiji walikuwa wamemkaribisha Skitu na Jonathan kwa mikono yao miwili. Sasa walijikuta wakitawaliwa na hofu kati ya uaminifu wao kwa binti wa mfalme na woga wa ghadhabu ya mfalme. Wale waliompa Skitu hifadhi mwanzoni walianza kuwa na wasiwasi. Kijiji chao kidogo kilichokuwa kimbilio la amani kiligeuka mahali pa minong'ono, huku uvumi wa kuwasili kwa askari wa mfalme ukienea kila kona. Baadhi ya wakazi, hasa wazee, waliwaonya vijana na waoga kukaa kimya, wasijihusishe. Hata hivyo, wengine walianza kujiuliza ikiwa ilikuwa wakati wa kuwatoa marafiki wao wapya, wasije wakaleta hasara juu ya mfalme, na pia hasira ya mfalme isije ikawawaka juu yao. Uzito wa mamlaka mfalme ulikuwa mzito sana mioyoni mwao, na wengi waliogopa adhabu ya kuhifadhi binti wa mfalme na mpenzi wake. Umesikia? Mkazi mmoja kijiji pale alimnong'oneza mwenzie, askari wa mfalme wanakuja, watachoma kijiji hichi moto wakikuta wapo hapa. Sitawasaliti, mwingine alijibu kwa sauti upole. Skitu ameteseka vya kutosha chini ya utawala wa baba yake. Walichofanya ni kwa ajili ya mapenzi, sio uhalifu. Lakini hakuna aliyeweza kukanusha hofu iliyotanda kijijini. Mfalme Mgimba alikuwa mashuhuri sana kwa ukatili mkubwa ambao alikuwa nao. Adhabu zake hazikuwa za haraka, zilikuwa za kutesa na kubomoa wapinzani wake pole pole. Wengine walikuwa wameshuhudia ghadhabu ya mfalme kwa macho yao wenyewe, na hakuna aliyehitaji kupitia hayo. Kadri askari walivyozidi kukaribia, hali ya kijiji ilizidi kuwa ya wasiwasi. Kila mgeni, kila uso usiofahamika uliangaliwa kwa mashaka sana. Tabasamu zilizokuwa za ukarimu kati ya wakazi wa kijiji kile na wapendanao hao wawili zilichanganyika na tahadhari kubwa. Skitu na Jonathan walilazimika kuwa waangalifu zaidi, wakijificha gizani ili kuepuka kuvuta macho ya askari. Pamoja na hofu iliyokuwa imetanda, bado walipata faraja kwa msaada wa wakazi wachache waliobaki waaminifu kwao. Luma, mshauri mwerevu, aliendelea kumsihi Skitu kuwa na subra na tahadhari. Alijua kuwa ingawa wakazi wengi walikuwa na hofu, lakini bado walimwona Skitu kama ishara matumaini na nguvu, mtu aliyethubutu kupinga utawala dhalimu wa baba yake. Na Jonathan, daktari aliyekuja kuponya badala ya kudhuru. Watu walimwona kana kwamba ni mtu mwenye nia njema kwao. Lakini licha ya msaada huo, hali ya Skitu na Jonathan ilikuwa hatarini. Hawakuweza kubaki kijijini pale milele. Hasira mfalme ingewafikia hivi karibuni, na ikiwa hasira hiyo imefika, hawangekuwa na njia ya kuponyoka hatari zake, na athari kubwa ambazo zingeweza kuwatokea. Skitu alikesha usiku mwingi, mawazo yakimkosesha usingizi. Hofu ya kumpoteza Jonathan ilikuwa nzito moyoni mwake, lakini alijua kuwa kama walitaka kuendelea kuishi, walipaswa kuendelea kusonga mbele. Kuendelea kukimbia wakazi wa kijiji ilikuwa sio kitu sahihi. Lakini pia walihofia sana hatima yao. Hatuwezi kujificha milele, Jonathan alisema jioni ile, sauti yake ikiwa na uzito wa ukweli wao. Askari wamekaribia mno, tunahitaji kuondoka kabla hawajafika. Skitu alitikisa kichwa kwa kusita, ingawa alihisi uzito moyoni. Alikuwa ameona mahali ambapo hangeweza kupenda kwa uhuru, mahali ambapo angekuwa ni yeye mwenyewe na wala sio binti mfalme. Lakini kulipiza kisasi kwa mfalme kilikuwa ni jambo ambalo baba yake asingeweza kuliepuka, na alijua kuwa hangeweza kuhatarisha maisha ya wakazi waliowasaidia.
Ilikuwa ni lazima waondoke tena, watafute hifadhi kwingine. Ingawa mbele yao kulikuwa kuna hofu kubwa sana, na njia ambayo ilikuwa inawapeleka ilikuwa yenye mashaka makubwa. Wakazi wa kijiji kile wakiwa na hisia tofauti, walianza kufanya maamuzi yao binafsi. Wengine walichagua kukaa kimya kama ambavyo wazee walikuwa wakiwashauri, wengine wakitumaini kuwa askari wangepita bila kusababisha madhara. Lakini wengine walihisi shinikizo la nguvu la Mfalme Mgimba, na kwa ukali zaidi waliona yule mzee ni mkali. Walianza kuwaepuka Skit na Jonathan. Matendo yao ya upendo ya awali yalianza kubadilika kuwa machale, wakijaribu kulinda familia zao, wakijaribu kujilinda wao wenyewe, na wakijaribu pia kulinda kijiji chao. Hata hivyo, wachache mashujaa waliobaki kuwa waaminifu kwa wenzi hao, yani Jonathan na Skit. Walikuwa tayari kuwasaidia Jonathan na Skit wakati ukifika, wakiwapeleka kwenye njia za msituni na kuwapatia mahitaji ya kuwasaidia kutoroka. Ilikuwa uamuzi wa hatari kabisa ambao ungeweza kuwagharimu makazi yao, maisha yao, hata familia zao. Lakini wakazi hao walielewa kuwa uaminifu wa kweli ulizidi hofu. Kadri askari wa mfalme walivyozidi kukaribia, Skit na Jonathan walilazimika kufanya uamuzi, kubaki na kuhatarisha kila kitu na kuondoka na kutafuta mahali pengine pa kupaita nyumbani, a place to call it home. Mapenzi yao yalikuwa yamewafikisha hapa, lakini sasa mtihani wao mkubwa zaidi ulikuwa umewadia. Kisasi cha mfalme hakikuwa tena tishio la mbali, kilikuwa hapa, kimeshafika, na athari zake zingehisiwa na wote waliomchagua kumsimamia Jonathan na Skit. Askari walipokaribia, kijiji kilijiandaa kwa dhoruba iliyokuwa inakaribia kuwakumba. Je, wangepata hifadhi mahali pengine? Au askari wa mfalme wangeyavunja maisha waliokuwa wakianza kuyajenga? Ni muda tu ungeweza kusema. Majibu ya maswali haya yote ni wakati tu ambao ungeweza kuyajibu. Lakini jambo moja lilikuwa la hakika. Uasi wa Skit ulikuwa umechochea moto ambao hakuna mtu, hata baba yake, angeweza kuuzima kwa urahisi. Kivumbi leo. Unataka kujua kitu gani ambacho kinaendelea? Usiache kusubscribe. Kama una subscribe, tafadhali naomba bonyeza kitufe cha subscribe hapo. Lakini pia bonyeza kitufe cha like na share kwa watu wengine ili waweze kupata simulizi nzuri kama hizi. Lakini katika comment section andika unatufuatilia kutoka wapi, kutoka nchi gani, na kama uko Tanzania tafadhali andika unatufuatilia kutoka mkoa gani ama uko eneo gani la kutufuatilia. Hichi kitu kilikuwa ni kizito sana. Wengine walikuwa wamegawanyika wakitaka kuwasaliti, lakini wengine walikuwa wanataka kuwaunga mkono. Skit na Jonathan walidhani wamepata hifadhi salama kwa muda mfupi ule ambao walikuwa wapo. Walihisi amani katika kijiji kile, wakiwa wamezungukwa na wema wa wale waliokuwa tayari kuwalinda. Wale wana kijiji walikuwa na upendo sana, ingawa walikuwa na maoni tofauti. Walikuwa ni kama familia yao, lakini pia waliwapokea kwa shukrani, kwa sababu Skit na Jonathan walitoa ahadi ya uaminifu kubwa sana kwao. Lakini usiku mmoja, wakati giza lilipozidi kutanda na hofu ya wanajeshi wa mfalme ikizidi kuwa kubwa, usaliti ulijitokeza. Jamani, ilikuwa mwanzo wa minong'ono midogo isiyo na umuhimu, lakini ikawa mikubwa zaidi kadri siku zilivyopita. Usiku mmoja, wakati Skit na Jonathan walipokuwa wakipumzika katika sehemu iliyojificha ndani ya kijiji, mlango wao ulibishwa kwa sauti nyepesi. Ilikuwa msichana mdogo, macho yake yakidunda huku na kule kwa hofu, mikono yake ikitetemeka kwa wasiwasi. Nina jambo la kukuambia. Nina jambo, alitoa sauti kwa shida, akitizama nyuma yake kana kwamba kuna mtu alikuwa akimfuatilia. Skit alihisi haraka uzito wa hali ile. Akampungia mkono Jonathan kusogea kando, kusogea pembeni pale alipokuwa ameketi. Alitii na kumtazama msichana yule kwa makini. "Kuna nini?" Skit aliuliza kwa sauti ya tahadhari. "Nimesikia kitu." Msichana alizungumza kwa sauti ya kunong'ona. "Kuna mtu kutoka kijijini, mtu anayefanya kazi na wanajeshi wa mfalme. Amekuwa akiwauliza watu kuhusu nyinyi wawili, akitaka kujua mkujificha." Moyo wa Skit ulianza kuwa na hofu. Alihisi mkono wa Jonathan ukimkumbatia kwa nguvu, mguso wake ukiwa na tafsiri moja:
tutafanyeje? Ni nani huyo? Jonathan aliuliza, sauti yake ikiwa na mchanganyiko wa hasira na hofu. Sijui jina lake, msichana alitikisa kichwa kwa huzuni. Lakini amekuwa akizungumza na wanajeshi, akiwapa taarifa ambazo hakupaswa kujua. Lakini aliwaona ninyi wawili hapa. Mimi nawaambia, lazima tu atawaambia wale wanajeshi kwamba nyinyi mko wapi. Maneno yale yalining'inia angani kama sumu. Skito alihisi pumzi yake ikifunguka kichwani, uzito wa hali ile ukimlemea kama mzigo mkubwa. Mtu waliyemwamini alikuwa amewasaliti. Uso wa Jonathan ulipanuka kwa mara ya kwanza tangu aanze safari yao ya kukimbia. Alionekana dhaifu. Lazima tuondoke sasa hivi, alisema kwa dharura, sauti yake ikiwa na msisitizo wa hofu. Skito alitikisa kichwa kwa kuelewa. Alijua kwamba wakisita hata kwa sekunde moja wanajeshi wangefika. Hilo halingeweza kutokea. Si tena. Akamatwe tena? Hapana. Wanakijiji waliowasaidia wangekuwa hatarini pia. Wangelipa gharama ya wema wao. Hatuwezi kusubiri, Skito alisema kwa sauti iliyokuwa inatetemeka, lakini sauti thabiti kabisa madhubuti. Kusanya kila tunachoweza kubeba, tuondoke kabla hawajafika. Msichana yule alipogeuka kuondoka, uso wake ulijaa mashaka na Skito alihisi mwiba wa usaliti. Ilikuwaje hali hii ikafikia hapa? Ilikuwaje mtu aliyemwamini ageuke kuwa mbaya dhidi yao? Waliharakisha wakikusanya vitu vidogo walivyoweza kuvibeba, wakitembea kwa tahadhari kwenye njia nyembamba za kijiji. Nyota juu yao hazikutoa faraja yoyote, mwanga wake ukizimwa na kivuli cha hofu kilichowazunguka. Minong'ono ya wanakijiji ilizidi kuwa dhahiri masikioni mwa Skito, baadhi yao wakiwatupia macho ya hatia na wengine macho ya hofu. Mahali pale walipopata hifadhi sasa ilikuwa ni ndoto iliyotoweka. Yani, they found a refuge in that place. Na baadaye ikawa kama ni ndoto sasa ambayo ilikuwa ikitoweka. Matumaini yao ya maisha mapya yakizidi kutoweka gizani. Walipokaribia mpaka kijiji kingine, Skito alihisi uchungu wa majuto moyoni mwake. Nyuso za wanakijiji ambazo hapo awali zilikuwa na upendo na ukarimu, sasa zilionekana kuwa kama sanamu zisizo na hisia. Viumbe wa maisha ambayo hasingewahi kuwa nayo. Asialiona maisha yale hataweza kuyapata tena. Watu waliowahi kuamini walikuwa wakimtazama tu, wakimwona akiondoka, wakimwacha akiangaika katika hali ya kutokujua kesho yake, katika hali ya kutokujua hatima yake. Na ndipo ilipotokea. Mlindimo wa buti za wanajeshi ukasikika, miguu yao ikikanyaga changarawe kwa sauti isiyoweza kosewa. Walikuwa wanakaribia. Moyo wa Skito uligonga mbavu zake kwa hofu, mwili wake ukishtuka kwa wazo la kwamba wangegundulika muda wote. Lazima tuondoke sasa hivi, Jonathan alisema kwa haraka, akimfuta Skito kwa mkono. Walikimbia, sauti za wanajeshi zikizidi kusikika nyuma yao. Pumzi ya Skito ilikuwa nzito, moyo wake ukidunda kwa hofu, huku yeye na Jonathan wakiharakisha, wakitembea kwa haraka, wakikimbia kwa kasi. Njia mbele yao ilionekana kutokuwa na mwisho, upepo wa usiku ukiwa mzito na mzigo wa hofu wa kukata tamaa. Lakini walipokimbia, ukweli wa usaliti ulianza kujitokeza wazi. Wangeweza kumwamini nani sasa? Ni nani kati ya wanakijiji aliyekuwa bado upande wao? Mawazo ya Skito yalichanganyikiwa kwa hasira na machungu, lakini hatari iliyokuwa mbele yao ilikuwa kubwa zaidi kuliko hisia zake. Sauti za wanajeshi zilikuwa karibu sasa, na mwili wa Skito ulikuwa umeshachoka, lakini hakuruhusu miguu yake isimame. Sasa hivi hakukuwa na chaguo zaidi ya kuendelea kukimbia, kuendelea kukwepa mkono wa giza wa baba yake, yani Mfalme Mgimba. Na alipokimbia, moyo wake ukavunjika, heartbroken. Si kwa sababu tu ya hatari waliyokwepa, bali kwa sababu ya kijiji ambacho kiliwapa hifadhi kilikuwa kimegeuka dhidi yao. Mahali walipopaita nyumbani kwa muda mfupi palikuwa sasa ni mahali pa maumivu na usaliti. Je, wangewahi kupata mahali pa kupaita nyumbani tena, au wangeendelea kuishi mafichoni
wakihofiwa, wakifuatiliwa na giza la mfalme? Ni wakati tu ungeweza kusema, lakini kitu kimoja kilikuwa wazi kwa Skito na Jonathan. Wao walijua wasingeweza kurudi tena nyuma. No retreat, no surrender. Ni mbele kwa mbele. Story inaendelea kunoga. Story inaendelea kuwa tamu. Usahau kulike, usahau kusubscribe, usahau kubonyeza kengele unaposubscribe ili uwe wa kwanza kupata simulizi nzuri kama hizi. Usiondoke hapo katika kiti chako. Leo nitakusimulia kwa kirefu sana upate soji kwa uzuri. Skito na Jonathan walikimbia usiku kucha, uchovu ukiwa mzito kwenye miili yao, pumzi zao zikikatika kutokana na safari isiyoisha. Nyayo za wanajeshi wa mfalme zilikuwa zikifuatilia nyuma yao kwa karibu, na kila hatua iliongeza hatari kubwa ambayo waliona kabisa ni hatari ambayo inaikabili. Mioyo yao ilidunda. Kwa pamoja waliposonga mbele, wakisukumwa na tumaini kwamba mahali fulani kwa namna fulani wangepata hifadhi salama. Kulipopambazuka, dunia ilianza kujidhihirisha katika mwangaza hafifu wa alfajiri. Msitu uliokuwa umewazunguka kwa saa nyingi ulianza kupungua, na hatimaye wakajikuta kando kando ya kijiji kingine kidogo. Eneo hilo lilikuwa tulivu zaidi kuliko lile awali, na watu wake walionekana kuto kujishughulisha sana na masuala ya kifalme. Hata hivyo, Skito na Jonathan walijua hawakupaswa kulegeza ulinzi. Mkono wa mfalme ulikuwa mrefu na usaliti ulikuwa kitu kilichoweza kutokea wakati wowote. Walikaribia kijiji kwa tahadhari. Ni tahadhari kubwa sana ambayo walichukua. Wakiwa wamechoka lakini wakiwa na azma ya kusonga mbele. Moyo wa Skito ulipiga kwa msisimko wa matarajio, with expectations. Huku Jonathan akiwa mlinzi wake wa daima, akiendelea kuchunguza mazingira yale mapya kwa umakini. Baada ya dakika chache za wasiwasi, walikutana na mzee mmoja alikuwa ameketi karibu na kibanda kidogo chenye paa la majani. Mzee yule aliwaangalia kwa macho yenye udadisi. Macho yake yaliwatathmini kwa makini. Muonekano wa kifalme wa Skito na sura Jonathan iliyojaa uchovu na tahadhari. Ilikuwa wazi kuwa hawakuwa wasafiri wa kawaida. Skito alisogea mbele akijitahidi kuwa mtulivu, ingawa ndani yake hakuwa hivyo. Akasema, "Tunatafuta hifadhi," alisema kwa sauti ya chini. "Hatuna mahali pa kwenda na tumekuwa tukikimbia kwa siku kadhaa. Unaweza kutusaidia?" Mzee huyo aliwatizama kwa muda mrefu, macho yake yakihama kati ya Jonathan na Skito. Anamwangalia huyu, anaacha, anamwangalia huyu. Anamwangalia huyu, anaacha, anamwangalia huyu, kana kwamba alikuwa akipima hatari ya kuwasaidia. Hatimaye alitikisa kichwa polepole, akiashiria kuwa wamsogelee. "Mnahitaji kuwa waangalifu sana hapa," alionya. Sauti yake ilikuwa nzito na thabiti. "Wanajeshi wa mfalme wako kila mahali, hata kwenye sehemu kama hizi. Lakini kama mnaweza kuniamini, nitawapeleka kwa mtu anayeweza kuwasaidia." Skito na Jonathan walitazamana wakihisi kwamba hiyo ndio nafasi yao pekee. Walimfuata mzee huyo kupitia njia nyembamba zilizojipinda za kijiji. Yaani ilikuwa close, yani inaenda huku na ingia huku. Sio rahisi kukumbuka hizo njia. Wakipita kati ya vibanda vya nyumba zilizojengwa kwa udongo. Kijiji kilionekana kuwa na amani, wakazi wake wakiendelea na shughuli zao bila kuwa na mashaka yote. Lakini Skito hakuweza kuondoa hisia za hatari iliyokuwa ikimzonga. Hofu ya kugundulika haikuwahi kumwacha. Ilikuwa ni kama kivuli kilichomfuata hata katika nyakati ambazo alihisi yuko salama. Hatimaye mzee huyo aliwaongoza hadi kwenye nyumba ndogo iliyokuwa pembezoni mwa kijiji. Madirisha yake yalifungwa kabisa na mlango wake ulikuwa umefungwa kwa komeo zito. "Kaeni hapa. Kaeni hapa," mzee huyo aliwaelekeza, macho yake yakitizama kwa wasiwasi kwenye upeo wa macho yao. "Nitaleta chakula na tutatafuta njia ya kuwahifadhi." Baada ya kusema hivyo, aliwaacha peke yao katika chumba kidogo chenye mwangaza hafifu. Skito na Jonathan waliketi sakafuni, miili yao ilikuwa na maumivu kutokana na safari ndefu. Ukimya kati yao ulikuwa umejaa uchovu, wasiwasi na hofu. Mawazo ya Skito yalizunguka kichwani mwake, lakini alijua jambo moja kwa hakika.
Hakukuwa na kurudi nyuma tena. Mahali hapa si salama, Skito alizungumza kwa sauti ya chini, sauti yake ikitetemeka kidogo. Itakuwaje kama mtu akituona? Jonathan alikuwa akitizama nje kupitia dirisha dogo. Aligeuka na kumpa Skito tabasamu la faraja. Ingawa alikufikia macho yake kikamilifu, lakini alijua kabisa kwamba alimempa faraja kiasi fulani. Akamwambia, mpenzi, tutakuwa waangalifu. Tunachokihitaji ni kubaki kimya, kujificha. Tumepitia hali mbaya zaidi ya hii. Skito alitikisa kichwa, ingawa mashaka bado yalikuwa moyoni mwake. Alikuwa amefundishwa maisha yake yote kuamini familia ya kifalme, kuamini utawala wa mfalme. Lakini dunia hiyo sasa ilihisi kama ndoto ya mbali. Usalama aliokuwa amezoea ulikuwa uongo mtupu. Ukatili wa baba yake ulikuwa umevunja uhalisia huo. Na sasa alijikuta akielea kwenye dunia isiyokuwa na mahali pa kujishika. Na aliona kama dunia sio mahali pake. Siku zilipita wakiwa mafichoni, kila moja ikihisi kuwa ngumu kuliko iliyotangulia. Wanakijiji walikuwa na mioyo ya huruma, lakini Skito aliweza kuona tahadhari machoni mwao. Hofu ya kugundulika ilikuwa nzito hewani. Kama kitu chenye hofu nzito. Kila mgeni aliyebisha hodi, kila mlango uliopigwa, kila sakafu ilipotoa milio wa kutembea ulituma hofu moyoni mwao. Ilibidi wawe makini wakati wote, wakijua kuwa maisha yao yangeweza kubadilika ghafla na kwa sekunde moja tu. Mchana mmoja, Skito alipokuwa ameketi karibu na dirisha akitizama kijiji kilichochangamka kwa shughuli za kila siku, ghafla macho yake yaliangukia kitu kilichomfanya ajisikie baridi mwilini mwake. Askari akiwa kwa mbali akitembea kwenye barabara za kijiji. Sare yake ilikuwa wazi kabisa, ilikuwa ni ukumbusho wa hatari ulioikabili. Skito, Jonathan anaona kwa haraka, akisogea nyuma yake. Kuna nini? Akimwonyesha askari yule kwa kimya. Skito alihisi mapigo ya moyo wake yakiongezeka kasi. Wanajeshi wa mfalme wako hapa, alisema kwa sauti dhaifu. Lazima tuame. Hofu ilimshika, lakini mguso wa mkono wa Jonathan kwenye bega lake ulimpa ujasiri. Hakuwa na hofu, hakuwa mtu wa kupaniki. Alisema, itakuwa sawa. Itakuwa sawa. Ingawa alionekana kuwa na msisitizo wa haraka, kaeni chini, tutapata njia nyingine. Walitembea kwa haraka na kwa tahadhari, wakiteleza kimya kimya kutoka nyumba moja. Walikuwa ndani ya ile nyumba na kuingia kwenye vivuli vya majengo ya kijiji. Kijiji ambacho muda mfupi uliopita kilionekana kuwa kimbilio, lakini sasa walikihisi kama ni gereza. Ilibidi waendelee kusonga mbele, kila wakati wakiwa hatua moja mbele ya wanajeshi ambao walikuwa wakiwakaribia. Wakati huo, Skito alitambua ukweli mmoja mchungu. Usalama wa kweli ulikuwa ndoto tu. Yeye na Jonathan sasa walikuwa wakimbizi, wakikimbia daima, wakijificha daima. Maisha yao ya amani walioyatamani yalikuwa mbali zaidi kila siku iliyopita. Hata hivyo, katikati ya hofu, hatari na mashaka, Skito alihisi kitu chenye nguvu kuliko hofu. Ni upendo wake kwa Jonathan. Walikuwa wamepoteza mengi, lakini ili mradi walikuwa pamoja, Skito aliona kama ni kitu ambacho ni kitu cha kujivunia. It's worth it. Giza lilipozidi kutanda, Skito na Jonathan walitafuta hifadhi nyingine. Na ingawa dunia ya nje iliendelea kuwa mahali pa hofu na hatari, ndani ya mioyo yao palikuwa na mwanga mdogo wa matumaini. Ukumbusho kwamba hata kwenye giza nene, upendo unaweza kuwa mwanga wao wa kuongoza. Jua lilichomoza mapema sana siku hiyo, likitupa vivuli virefu juu ya kasri la kifalme huko Kitandililo. Hewa ilikuwa nzito na iliyosheheni mvutano mkubwa, ikileta hali ya wasiwasi iliyotanda kila kona ya ufalme. Mfalme Mgimba, akiwa na hasira na chuki isiyo na mipaka, alikuwa amefanya uamuzi ambao ungebadilisha kila kitu. Habari zilienea kwa kasi kwa mfalme alikuwa ametangaza amri mpya ya kifalme, amri ambayo ingetikisa ufalme mzima. Ilikuwa ni amri kali ya kutisha. Raia yoyote atakayempa hifadhi ama msaada binti mfalme,
yaani binti yake wa pekee Sikitu, na mpenzi wake Jonathan angeadhibiwa vikali sana. Ghadhabu ya mfalme haikujua mipaka hata siku moja. Ilikuwa ina ukatili na ilionekana wazi kabisa alipoamuru viongozi wa vitongoji pale katika kile kijiji, matajiri na hata watu wa kawaida, kwamba lazima muweze kuwafichua wakimbizi hao au wakabiliane na adhabu kali. Amri hiyo ilitiwa sahihi kwa muhuri wa kifalme na kutumwa kote katika ufalme. Wajumbe walitumwa wakipiga mbio kutoka kijiji hadi kijiji, wakitangaza maagizo ya dharura kwa sauti kubwa. Kila mji uliitisha mikutano ya hadhara ambapo amri hiyo ilisomwa kwa uwazi. Kwa sababu mfalme mbali tu na kuwa na vitongoji vile, ufalme wake pia ulikuwa una nguvu na unatisha vijiji vya jirani. Hivyo aliwataka kwamba waweze kuhakikisha kuwa hakuna mtu ambaye angeweza kudai kuwa hakujua matokeo ya kuwapokea Sikitu na Jonathan. Sikitu akiwa amejificha kwenye kijiji cha mbali, alihisi kuwa mwisho wao ulikuwa umewadia. Ukimya ambao hapo awali ulikuwa ulinzi wao, lakini kwa sasa ulionekana kuwa kama bomu lililokuwa tayari kulipuka. Kijiji kilichowakaribisha sasa kilikuwa hatarini kuharibiwa. Wazo la baba yake kuwageuza raia wake dhidi yake lilimfanya Sikitu ahisi tumbo lake likikunjamana kwa hofu. Ukatili wa mfalme ulikuwa umechukua sura mpya, ukilenga moja kwa moja mioyo ya watu. Kama mtu yeyote angesemekana kuwasaidia, makazi yao yangechomwa moto kabisa, familia zao zingeangamizwa na maisha yao yote yangesambaratishwa. Utawala wa hofu ulikuwa umetawala kote katika ufalme na vijiji vya jirani ambapo mfalme yule alikuwa akiogopeka sana. Sikitu aliketi kwenye kona ya kibanda kidogo ambacho yeye na Jonathan walikuwa wakijificha. Jonathan alizunguka chumbani, uso wake umejaa wasiwasi. Utulivu wake wa kawaida ulikuwa umetoweka, lakini sasa macho yake yalionyesha msukosuko wa ndani. Niliwahi kuhisi kuwa atafanya hivi, Jonathan aliguna kwa huzuni. Taya lake lilikuwa limekaza kwa hasira, lakini sikutarajia kwamba angeenda mbali hivi, kutishia ufalme mzima kwa ajili yetu. Huu ni uenda wazimu kabisa. Sikitu alimtazama Jonathan, moyo wake ukijawa na uchungu. Wote wawili walikuwa wamekwama na kila njia ya kutoroka ilionekana kufungwa. Alizaliwa katika mazingira ya kifalme akiamini kuwa baba yake alikuwa kiongozi wa haki, lakini sasa ukweli ulijitokeza wazi. Ufalme haukuwa tena mahali salama. Sikuwahi kuwaza kuwa mambo yatakuwa hivi, Sikitu alisema kwa sauti ya chini, sauti yake ikitetemeka. Nilitaka tu kuwa uhuru, sikuwahi kutaka kumdhuru mtu yoyote, lakini sasa inaonekana kila kitu kinatoka nje ya udhibiti wangu. Jonathan alipiga magoti pembeni yake akimshika mkono wake kwa upole. Macho yake yalimtazama kwa huruma, mzigo wa hali hiyo ukiwa mzito sana mabegani mwake. Hatupaswi kukata tamaa. Sikitu, hatupaswi kukata tamaa, Jonathan alisema kwa msisitizo. Tumetoka mbali na hapa tulipofika ni mbali pia, na tutaendelea kupigana. Tutapona Sikitu. Ni lazima tuamini hivyo. Sikitu alikaza mkono wake akijaribu kujipa nguvu kupitia maneno yake, ingawa hofu bado ilimlemea. Walikuwa tayari wamepoteza vitu vingi, lakini sasa inaonekana kana kwamba ulimwengu ulikuwa ukiwageukia. Kila mtu aliyekutana naye, kila uamuzi aliofanya ulikuwa na mzigo wa amri ya kifalme. Hakukuwa na mahali pa kukimbilia tena. Hakuna hifadhi salama mahali popote pale ambapo ilibaki. Kadiri siku zilivyopita, athari za amri za mfalme zilianza kuonekana. Hofu ilitawala vijijini na hali ya mashaka ilianza kutanda. Wale waliokuwa wakionyesha ukarimu wao awali sasa waligeuka na kuwa waangalifu. Uso wa kila mwenyeji ulibeba uoga, uaminifu kayeyuka kama barafu katika jua kali. Usiku wao uliendelea kuwa wa tahadhari, wala hawakuthubutu kulala mahali pamoja kwa muda mrefu. Kila mtelezo wa ubao, kila sauti ya upepo iliwafanya wakurupuke kwa hofu. Mvutano wa maisha ya maficho uliwachosha na uchovu ulikuwa umeandikwa wazi usoni mwao. Jioni moja wakiwa wamejificha ndani ya kibanda, mlango ulifunguka taratibu. Alikuwa Luma, mpishi wa kifalme ambaye alikuwa mwaminifu kwa Sikitu kwa muda mrefu. Uso wake ambao kawaida ulikuwa na upole na hekima, sasa ulionyesha uchovu na hofu. Sikitu, Jonathan, nimesikia habari, Luma alisema kwa sauti ya chini, akifunga mlango nyuma yake. Amri hiyo tayari inatekelezwa. Watu wanaogopa
wanaogopa nini kitatokea iwapo watawasaidia ninyi. Moyo wa Skit ulizama. Luma alikuwa mtu aliyemtunza tangu utotoni, akimtazama akikuwa kwenye kivuli cha ukatili wa mfalme. Sasa hata yeye alikuwa amenaswa katika giza la uovu huo. Lazima tuondoke. Lazima tuondoke. We must go. Jonathan alisema kwa sauti ya chini, lakini yenye msisitizo. Ni swala la muda tu kabla ya askari wa mfalme kutufikia. Hakuna usalama tena hapa. Luma alitikisa kichwa kwa huzuni. Niliogopa siku hii ingefika. Lakini si nyinyi mpo hatarini sasa? Kijiji kizima kiko kwenye hatari. Sio nyinyi tu peke yenu ambao mpo katika hatari. Nitawasaidia, lakini lazima muondoke mara moja. Askari wa mfalme wako njiani. Skit alihisi dunia yake ikivunjika vipande vipande. Mawazo yake yalijaa huzuni alipofikiria kuwaweka wakazi wa kijiji hatarini zaidi. Lakini alijua Luma alikuwa sahihi. Kama wangebaki, kijiji kingeangamia kwa sababu yao. Asante Luma. Asante sana babangu. Skit alisema kwa sauti nzito ya hisia. Umehatarisha kila kitu kwa ajili yetu. You sacrifice your life, your family and everything of you. Luma alitabasamu kwa uchungu, macho yake yakionyesha uzito wa miaka mingi ya uchungu wa kimya kimya. Si kwa ajili yenu tu, binti mfalme, ni kwa ajili ya kile mnachosimamia. Yaani uhuru, upendo na fursa ya maisha bora. Walipoanza maandalizi ya kuondoka tena, hali ya kukata tamaa iliwagubika. Amri ya mfalme haikuwa tu imewatenga na dunia, bali pia ilikuwa imepasua jamii nzima. Ufalme uliwahi kuwa nyumbani kwao, lakini sasa ulikuwa mahali pa hofu na udhibiti. Skit waliogopa sana, zaidi ya sana, kwamba itakuwaje babangu? Baba kweli huyu mimi ananifanyia vitu vya hovyo na vya ajabu kinamna hii? Lakini hata mfalme alipowatenga, Skit na Jonathan walishikana kwa nguvu zaidi, upendo wao ukiwa mwangaza pekee katikati ya giza. Mapenzi yao, licha ya majaribu makubwa, yalikuwa uasi dhidi ya uovu wa mfalme. Na hata kama ufalme uligeuka dhidi yao, Skit na Jonathan walijua kuwa mapambano yao hayakuwa bure, na walisema wangeendelea kupigania uhuru wao, upendo wao na tumaini la kesho iliyo bora. Kama huja like, kama huja subscribe, tafadhali naomba bonyeza like na subscribe sasa, ili uwe wa kwanza kupata simulizi nyingine kama hizi. Mtangazaji wako ni mimi Samuel Vianga. Naomba niendelee. Dunia nje ilikuwa dhoruba, mshike wa hofu na mvutano usioisha. Lakini katika pembe tulivu ya kibanda kidogo kilichojificha kwa mbali kabisa katika kile kijiji, Skit na Jonathan walipata muda mfupi wa utulivu. Ilikuwa ni kama chemchemu ya amani katikati ya machafuko yaliyozingira maisha yao. Jua lilikuwa limezama, likiacha mwangaza wa dhahabu ukitanda juu ya ardhi. Upepo mwanana wa jioni ulitikisa majani ya miti ambayo ilikuwa jirani, na sauti za mbali za wanakijiji walikuwa wakijipumzisha baada ya kazi za mchana kutwa zilichangia utulivu huo mtamu. Kwa muda mfupi wa thamani, mzigo mzito aliobeba ulionekana kupungua, na kilichobaki kilikuwa ni wao wawili pekee wakipumzika katika utulivu huu wa nadra. Skit alikaa karibu na Jonathan, kichwa chake kikiwa kimetulia begani mwake, huku akiangalia nyota zilizokuwa zinaanza kuangaza anga la usiku. Mwanga wa mshumaa mmoja ulitanda ndani ya chumba kidogo, mwanga wake dhaifu ukifanya vivuli kucheza ukutani kwa utulivu. Sikuwahi kuwaza maisha yangu yatageuka hivi, Skit aliongea kwa sauti ya chini, kana kwamba alikuwa anaogopa kuivunja amani ya usiku huo. Kwamba nitakuwa mafichoni, kwamba nitaishi gizani kila wakati nikihofia kesho yangu. Jonathan alimvuta karibu zaidi, akimshikilia kwa upole. Wala mimi, lakini tazama mahali tulipo Skit. Tuko pamoja, na kwa muda mimi na wewe tuko pamoja. Hilo tunalijua. Cha msingi ni kwamba tutapigana, tumetoka mbali, tumefika mbali, na hatuwezi kuogopa tena. Tabasamu laini lilichora uso wa Skit. Joto la mwili wa Jonathan likimpa hisia ya usalama ambayo ilikuwa nadra kwake siku hizi. Dunia nje ilikuwa na vurugu, lakini ndani ya kibanda hiki kidogo, akiwa mikononi mwa Jonathan, alihisi faraja ambayo alikuwa ameipata kwa muda mrefu. Tumepitia mengi sana, Skit aliendelea, vidole vyake vikichora mstari midogo midogo kwenye kiganja cha Jonathan. Nimepoteza mengi maishani mwangu, kama nilivyojua upendo wa familia yangu, lakini sijakupoteza wewe.
Sijapoteza kile kilichonifanya niamini bado kuna sababu ya mimi kupigania. Macho ya Jonathan yalikuwa laini aliposhika uso wake kwa mikono yake miwili, akiinua kidevu chake ili macho yao yakutane. Na hautonipoteza. Nipo hapa. Haijalishi nini kitatokea. Sipo tayari kukuacha. Upendo huu, uhusiano huu kati yetu, mimi na wewe Skitu, ni imara kuliko chochote ambacho wanaweza kutufanyia. Tuna kila sababu ya kusimama pamoja na hilo linatosha. Moyo wa Skitu ulijaa mapenzi na shukrani, hisia ambazo zilikuwa zimefichwa chini ya hofu na wasiwasi kwa muda mrefu. Katika muda huo utulivu, alitambua kuwa licha ya dhoruba zilizowakumba, upendo wao ulikuwa kama ngome ambayo hata mateso ya mfalme yasingeweza kubomoa. Umenifundisha maana ya upendo wa kweli, alisema kwa sauti ya upole. Maana ya kuonekana jinsi nilivyo, kupendwa bila masharti. Sikuwahi kufikiria kama ningeweza kuwa na haya. Sikuwahi kufikiria kuwa ningekupata wewe. Jonathan alimbusu kwenye paji la uso kwa upole. Umenipata Skitu, na daima nitakuwa hapa. Upendo wetu haukuzaliwa katika faraja au usalama. Ulizaliwa ndani ya changamoto na mateso. Hilo ndilo linatufanya tuwe imara zaidi. Kimya kilitawala, kimya kilichojaa uelewano usiohitaji maneno. Walikuwa watu wawili waliounganishwa na upendo ulioimarishwa na majaribu, wakiwa wameshuhudia giza kuu la maisha, lakini bado walishikilia nuru yao. Katika harakati za maficho, katikati ya hatari iliyowazunguka kila kona, walikuwa wameweza kutengeneza nafasi ya utulivu, mahali ambapo mapenzi na upole vinaweza kustawi bila hofu ya mfalme ama mashaka ya kesho. Wow, walizama katika penzi zito. Yaani ilikuwa ni siku nzuri sana kwa Skitu. Jonathan na Skitu, baada ya kumaliza kufanya mapenzi, Skitu na Jonathan walitazamana. Skitu akatamka kwa sauti laini, najiuliza maisha yetu yatakuwaje baada ya yote kumalizika. Macho yake yakiwa yamejaa matumaini. Je, tutapata mahali ambapo tunaweza kuwa sisi wenyewe, yaani bila hofu? Jonathan mtazama kwa upole, vidole vyake vikisogeza nywele zake kutoka usoni. Tutapata Skitu mahali ambapo tunaweza kujenga maisha yetu bila kuogopa. Niamini hilo. Lakini lazima tuendelee kusonga mbele. Hatuwezi kukata tamaa sasa. Skitu alitikisa kichwa akihisi uzito wa uamuzi huo ukiwa juu yake kama mzigo wa heshima. Hawawezi kuruhusu ukatili wa mfalme kushinda. Hawawezi kuruhusu mateso na hofu kudhibiti hatima yao. Walikuwa wamekuja mbali sana na sio rahisi kuweza kuacha sasa. Dunia inaweza kuwa inavunjika vipande vipande, lakini kwao wangepigana kwa ajili ya mapenzi yao, kwa ajili ya mustakabali wao, na kwa ajili ya tumaini la kesho iliyo bora. Kwa muda huu mfupi, Skitu alijiruhusu kuwaza kuhusu dunia ambapo mapenzi yao yalikuwa huru, ambapo wangeweza kutembea pamoja bila kuogopa hasira mfalme. Na katika ndoto hiyo aliona mahali ambapo hatimaye wangeweza kupata amani walioiota kwa muda mrefu. Haikuwa hapa kijijini wakijificha, lakini ilikuwa huko nje mahali fulani ikiwasubiri. Waliposhikana mikono katika utulivu wa usiku, Skitu na Jonathan walijua jambo moja kwa hakika. Haijalishi changamoto zinazowakabili, walikuwa na mapenzi ya kweli. Kila mmoja alimpenda mwenzie, na kwa hilo walisema linatosha. That's very enough. Hawawezi waka compromise just because of ukali wa baba yake na Skitu, yaani ukali wa mfalme Mgimba. Lakini walikuwa wanaweza wakawa wapo katika mazingira mazuri. Naomba niendelee. Kwa wale ambao hawajasubscribe, tafadhali sana naomba tuweze kusubscribe. Skitu na Jonathan walijua kwamba ili kuishi hawawezi kuendelea kukimbia milele. Mkenge wa mfalme ulikuwa mkubwa, na haijalishi angekimbia vipi, kivuli cha hasira ya mfalme Mgimba kingeendelea kuwaandama. Walihitaji kusimama, si kwa ajili yao tu, bali kwa ajili ya wote waliokandamizwa na utawala wa kikatili wa mfalme huyo. Katika nyakati za utulivu, walipojaribu kujenga maisha yao uhamishoni, Skitu na Jonathan walianza kupanga mikakati. Walijua kwamba hawawezi kupigana na mfalme peke yao. Walihitaji washirika, watu watakaosimama nao, si kwa sababu ya hofu, bali kwa sababu walikuwa na imani katika misingi ile ile: haki, uhuru na haki ya kuishi bila hofu ya udikteta. Jonathan alikuwa amekaa vijijini vya kutosha
hujua kwamba utawala wa mfalme haukuwa na nguvu kama ilivyoonekana. Kulikuwa na minong'ono, maneno ya uasi hata katika pembe ndogo za ufalme. Lakini sauti hizi zilikuwa zikinyamazishwa kwa hofu ya adhabu, ya kupoteza kila kitu alichokuwa nacho. Skito ambaye alizaliwa katika familia ya kifalme alielewa hofu hii kuliko mtu yoyote. Lakini sasa alipokuwa akitembea vijijini kama mmoja wapo, aliona kwa macho mateso waliokuwa yakikumbana na watu ambao walikuwa wako katika kijiji chao. Ilikuwa wazi utawala wa mfalme, yani baba yake, ulikuwa umeanza kudhoofika. Watu walianza kuwa na matumaini tena. Walianza na kijiji kilichokuwa karibu, mahali kidogo kilichozungukwa na milima inayoviringishwa na msitu mnene. Makambako kuna misitu minene sana katika hiyo milima. Skito na Jonathan walijua kuwa kijiji hiki, ingawa ni kidogo, kilikuwa na uhusiano mzito na vijiji vingine katika eneo hilo. Ikiwa wangeweza kupata imani na msaada wa wakazi wa kijiji hicho, wangeweza kuanza kujenga mtandao, wavu mkubwa, the channel of union, wavu mkubwa wa muungano, the network, ambao ungeweza siku moja kupinga utawala wa mfalme. Jioni moja, Skito na Jonathan waliketi kando ya moto katika kibanda kidogo walichojificha. Mzee mmoja kutoka katika kile kijiji, mwanamume mwenye hekima na heshima aitwaye Mr. Kim, alikuwa amekubali kukutana nao. Alikuwa amesikia kuhusu mateso yao, na ingawa alikuwa mzee, akili yake ilikuwa ni nzuri sana. Alikuwa akiwaza vizuri sana. Alijua hatari walizokuwa wakichukua kwa kutafuta msaada, lakini pia alielewa kwamba hawawezi kumkabili mfalme peke yao. Tumekusikia kuhusu ukatili wa mfalme, alisema mzee Kim, sauti yake ikiwa chini lakini ikiwa sauti yenye uimara. Mfalme ana mitego mingi, anaweza kuingiza mkenge, na mkono wake ni mrefu sana, na wengi wanahofia kusema, lakini hatuwezi kuruhusu hofu tutawale milele. Mmeonyesha kuwa inawezekana kusimama kinyume na mfalme, na hatutawarudisha nyuma katika hicho ambacho mmekifanya. Moyo wa Skito ulijaa shukrani. Hakuwahi kufikiria kwamba kundi la wakazi wa kijijini waliojua kama wageni awali wangeonyesha mshikamano kama huo. Macho Jonathan yalikutana na yake, na kwa muda walishirikiana mtazamo wa kimya. Walipiga kimya pale. Huu ulikuwa ni wakati mzuri sana. Na ilikuwa ni hatua ya kwanza, hatua ya kuelekea mustakabali ambao wangeweza hatimaye kupinga udhalimu ambao umekuwa ukiwaandama kwa muda mrefu. Hatuwezi kufanya hii peke yetu, alisema Jonathan, sauti yake ikiwa thabiti. Tunahitaji msaada wenu. Kijiji chenu kina uhusiano na vijiji vingine. Ikiwa tutaungana na vijiji vilivyo karibu, basi tunaweza kujenga mtandao mmoja mkubwa sana wa msaada utakaotulinda kutoka kwa wanajeshi wa mfalme, na kwa pamoja tunaweza kuleta mabadiliko. Mzee Kim alikubali taratibu, akizingatia maneno yao kwa makini. Na mnaomba nini kutoka kwetu? Mzee Kim aliuliza. Akasema, tunaomba mtume neno katika vijiji vingine, muambie watu wa hivyo vijiji vingine, alisema Skito. Waambie hadithi yetu, waambie kuwa tunapigania sio tu uhuru wetu, bali na uhuru wao pia. Hatuwezi kuendelea kuishi kwa hofu, tukijificha mbele ya hasira mfalme. Tunahitaji kusimama kwa pamoja. Kulikuwa na kimya kirefu, na Skito alihisi uzito wa maamuzi ulioenea miongoni mwao. Macho ya mzee Kim yalichangamka kidogo, kama vile akipima matokeo ya uamuzi huo. Baada ya muda mrefu wa kimya, alizungumza tena. Nitazungumza na wazee wa vijiji vingine, alisema, sauti yake ikiwa thabiti. Lakini lazima muelewe, hii haitakuwa rahisi. Wanajeshi wa mfalme, wanajeshi wa baba yako Mr. Mgimba ni wakatili sana. Tunajitolea kila kitu kusimama dhidi yake. Lazima tuwe makini. Tunajua hatari, lakini lazima tutafanya. Jonathan akasema, ni kweli, hata sisi tunafahamu hiyo hatari. Sauti yake ikiwa imara, lakini hatuwezi kuruhusu mfalme kuendelea kutawala kwa hofu. Lazima tuungane, si kwa ajili yetu tu, bali kwa ajili ya mustakabali wa kila mmoja anayeteseka chini ya utawala wake. Mzee Kim alikaa nyuma, vidole vyake vikiwa vimegandamana kwa muktadha wa mawazo. Kisha kwa kupumua kwa kina, akaelekea mbele. Nitawasaidia, lakini lazima mniahidi hili. Mtakuwa na mikakati. Hii itakuwa ni vita ndefu,
na lazima tupange kwa umakini. Ikiwa tutaharakisha tutashindwa, lakini kama tutakuwa uvumilivu na tumeandaliwa vizuri na tumejiandaa vizuri, tunaweza kuwa na nafasi ya kushinda. Skito na Jonathan walitengeneza mtazamo wa uthabiti. Ulikuwa ni mwanzo kabisa wa kitu kikubwa zaidi kuliko mapambano yao kibinafsi. Huu ulikuwa ni mwanzo wa uasi ambao utaangaza kama moto ama mwako mkubwa wa uasi ambao utaangaza njia kwa watu waliokandamizwa katika ufalme. Asante, tuongite, alisema Skito, sauti yake ikiwa imejaa shukrani. Tutakuwa makini, tutachukua muda tunaohitaji kujenga muungano huu. Pamoja tunaweza kufanya kitu kikubwa. Pamoja tunaweza kuzuia ukatili wa mfalme. Maana mambo hayo ni mambo ya kizamani. Mzee alikubali, akasema sawa. Walitumia jioni yote kujadili hatua zinazofuata. Vipi wangefika vijiji vingine? Vipi wangewasiliana kwa siri ili kuepuka wale wapelelezi, maspai wa mfalme? Na vipi wangeweza kupata msaada bila kuchukua hatari kubwa mapema? Wakati usiku ulivyoendelea na moto ukianza kupungua, Skito na Jonathan walikuwa wamechukua hatua muhimu ya kwanza kuelekea lengo lao kuu: kumuondoa mfalme mkatili na kuleta uhuru kwa watu. Njia mbele yao ilikuwa ni hatari, lakini walikuwa hawana namna zaidi ya kupigana kwa kila nguvu walionayo. Lakini kwa mara ya kwanza kwa muda mrefu, Skito leo alihisi tumaini. Hakuwa tena mfungwa wa utawala wa baba yake. Alikuwa kiongozi akifanya kazi ya kuunganisha watu waliokuwa wanataka kumpinga baba yake. Watu walikuwa wanahitaji haki, na pamoja wangeleta mwanzo mpya. Unataka kujua kitu gani ambacho kiliendelea? Naomba nimalizie kidogo. Jua lilikuwa bado alijatua vizuri katika ufalme, katika kijiji kile cha Kitandilio. Wakati habari zilipowasili, wapelelezi wa mfalme Mgimba walikuwa wamegundua muunganiko unakuwa kati ya Skito, Jonathan na vijiji vya jirani. Minong'ono ya uasi ambayo awali ilikuwa imejificha katika pembe ya giza na sauti ya chini, lakini sasa ilikuwa kubwa mno kuweza kupuuziliwa mbali. Vijiji vilikuwa vimeungana vikiwa chini ya bendera ya upinzani dhidi ya dhuluma ya mfalme. Hawawezi tena kuishi kwa hofu. Walikuwa wamechagua kusimama dhidi ya ukatili ambao umejaa kwa mfalme, ambao maisha yao yote na kwa muda mrefu wamekuwa wakipigana na ukatili huo. Majibu ya mfalme Mgimba yalikuwa ya haraka na ya kikatili. Macho yake yaliloa kwa hasira wakati mjumbe akileta habari ya mafanikio ya muungano huo. Kiburi chake kilichojaa maumivu kutokana na uasi wa Skito kilichochea hasira kubwa isiyozuilika. Vipi mwanawe, mrithi wa halali wa kiti cha mfalme, anajiunga na wakulima, watu wa vijiji vingine na wasaliti dhidi yake? Vipi yeye, mrembo wa kifalme, angeweza kuchagua upande wa wale watu wa chini badala ya kutimiza wajibu wake wa kifalme? Aisee, ilimuumiza sana mfalme Mgimba. Ilimuumiza sana 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 sana. Aliongea kwa hasira kali, alizungumza maneno kwa lugha ya Kibena, akaongea kwa hasira. Lakini katika ukumbi wa kifalme, katika ile kasri, ndani ya katika ukumbi ule wa kifalme, hasira mfalme iliendelea kukua hadi kufikia kiwango cha kuchemka. Aliangusha mikono wake kwenye meza kwa nguvu. Boom! Boom! Sauti yake ikalia kwenye chumba hicho. Washauri na makamanda wake walisimama kimya, wakijua kuwa hasira mfalme imemuwaka leo, na hasira hii kiwaka huwa haina kikomo. Zamani ya kujificha imeisha. Imeisha, alitangaza mfalme, sauti yake kama ngurumo. Kusanyikeni wanajeshi wangu. Let gather all here. Kusanyikeni. Andaa mashambulizi kamili kwa vijiji vinavyothubutu kunipinga. Hakuna jiwe litaachwa lisilogeuzwa. Hakuna familia itakayokuwa salama. Amri zake zilikuwa wazi. Vijiji vilivyoungana na Skito na Jonathan vitateketezwa. Kila mwanamume, kila mwanamke na kila mtoto aliyejiunga nao atateseka kwa ghadhabu ya mfalme, na hakutakuwa na huruma. Hakuna msamaha. Ushenzi mispendi.
Ndani ya masaa machache jeshi la mfalme lilikuwa limeshakusanywa. Wanajeshi waliopitia mafunzo ya ukatili na utii walipanda farasi zao na kujiandaa kwa vita. Walipiga mbio kwa vikundi na maagizo yao yakiwa ni kuchoma ardhi, kuunguza vijiji hadi viteketee na kuua yote atakayesimama mbele yao. Kijiji cha kwanza kilichoteketezwa kilikuwa ni kile kijiji cha karibu na maficho ya Skitu. Kijiji kilichokuwa kimewakaribisha Skitu na Jonathan kwa mikono ya wazi. Wana kijiji vile, ingawa walikuwa na hari kubwa, hawakuwa na uwezo wa kukabiliana na majeshi ya mfalme. Walikuwa hawana jeshi wala silaha za kujihami dhidi ya wanajeshi waliokuwa wamepata uhuru wa kutekeleza amri zao. Wakati jeshi la mfalme liliposhambulia kijiji hicho, walichoma moto kila banda, kila nyumba. Miali ya moto iliruka angani ikiwa ni ishara ya kutisha ya hasira iliyosiokoma ya mfalme. Kijiji walikimbia kwa hofu, lakini hakuna mahali pa kujificha. Wanajeshi wa mfalme walifuatilia wakichinja yoyote ambaye ataka kutoroka. Ilikuwa ni vita kubwa sana, mapanga watu wanachinjwa. Skitu na Jonathan ambao walikuwa wanapanga hatua yao inayofuata waliguswa na kelele za machafuko kutoka mbali. Moshi ulioinuka kutoka kijiji kile ulikuwa ni kumbusho kali ya gharama ya uasi wao. Walikuwa wamejaribu kuunganisha vijiji vya muunganiko wa amani, lakini sasa waliona kwa macho yao wenyewe gharama kubwa waliokuwa wanalipa. Wanakuja kwetu, Skitu alizungumza, sauti yake ikitikisika kwa hofu. Moyo wa Jonathan ulipiga haraka alipoangalia moshi, miali ya moto iking'aa machoni mwake. Alijua kuwa mfalme hasingesimama hadi kila kijiji kilichokuwa kikiunga mkono kiteketezwe. Hawakuwa salama tena. Hakuna mahali katika ufalme ambapo walikuwa wanafahamu kwamba hasira za mfalme zingeishia wapi. Tunahitaji kuondoka, Jonathan alisema kwa haraka, akishika mkono wa Skitu. Lazima tuhamasike sasa, twendeni. Lakini Skitu alishindwa kuhamasika. Alikata tamaa binti wa watu. Unajua, Skitu anamjua baba yake vizuri kuliko watu wengine wote ambao wanamjua baba yake. Alikata tamaa. Alisimama akiwa amekufa ganzi, akiangalia moshi ukiongezeka juu, akihisi uzito wa kile ambacho kilikuwa kinaanza. Watu wake, marafiki zake wanakufa, vijiji vinachomwa kwa mikono ya baba yake, na yeye alichangia katika hili. Aliwapeleka kwenye mgogoro huu. Ni wangapi wataumia kwa sababu yangu? Ni wangapi? Skitu alijumlisha watu wengi kwamba watakufa. Watu wengi wataumia. Watu wengi watapita katika maumivu. Akalia. Ni wangapi watafariki kwa ajili ya uasi wangu? Jonathan alimshikilia kwa nguvu, sauti yake ikijazwa na upole lakini imara. Hii sio kosa lako. Sio kosa lako Skitu, sio hata kidogo. Baba yako ndiye aliyechagua njia hii. Tunapigania maisha bora, sio kwetu tu, bali kwa watu wote wanaoteseka chini ya utawala wake. Hatuna budi kumwacha aendelee kuharibu kila kitu tulichokijenga. Lakini ukweli ulionekana kuwa mzito hewani. Skitu alijua kuwa mapigano yao yalikuwa yameanza na angekuja kwa gharama kubwa. Hasira ya mfalme haitatulia kwa urahisi. Kila kijiji watakachofika kitakutana na uharibifu. Maisha ya watu wasio na hatia yalikuwa yameharibiwa kwa sababu ya msimamo wao dhidi ya ukatili wa mfalme. Kadri jioni ilivyokuwa inakuja, Skitu na Jonathan walikuwa wakiweza kusikia sauti za mbali za wanajeshi wakitembea mashambani. Uwepo wao ukitawala ardhi kama dhoruba ya giza. Hewa ilikuwa nzito na harufu ya moshi na uharibifu. Dunia yote inayozunguka ilikuwa ikianguka, na walijua kuwa hawawezi tena kukaa mafichoni. Walikuwa na chaguo moja tu, kupigana. Lakini walipoanza kutengeneza mpango, mawazo ya Skitu yalielekea kwenye familia yake. Mama yake aliyemsaidia, baba aliyekuwa kitawala kwa mkono wa chuma, na maisha baadaye ambayo yalionekana kuwa ya kutokuwa na uhakika. Alijua kuwa angeweza kupata amani katika dunia hii iliyozungukwa na chuki na ghasia. Moyo wake ulikuwa ukiuma, alikuwa akiumia sana akiwafikiria watu wake, akiwafikiria wana kijiji waliokuwa wamefungua mioyo yao kwa ajili yake. Wanaharibiwa tena kwa ghadhabu ya mfalme, kwa ghadhabu ya baba yake. Hasira ya mfalme ilikuwa imeanzisha mlolongo mkubwa wa matukio ambao hauwezi kufutwa, na vita kwa ajili ya uhuru ilikuwa imeingia katika kila kijiji na ilikuwa imechukua sura mpya ya kutisha. Kwa Skitu, Jonathan na vijiji vilivyoungana nao kufanya ile vita kwa ajili ya haki ilikuwa imepata sura mpya tena ya kutisha. Mfalme hata sita chochote kuwalipizia kisasi, lakini wao hawatakubali kushindwa. Hawatakubali kupiga magoti mbele ukatili wa kifalme.
hata siku moja. Siku zilizojaa shinikizo, mashaka na hali ya dharura iliyo wazi zilijaza kabla ya vita kuu. Skitu na Jonathan na washirika wao walijua kuwa wakati wa kupigania haki ulikuwa umewadia. Jeshi la mfalme lilikuwa gumu na maangamizi walioyaacha nyuma yalikuwa zaidi ya kupimika. Ilikuwa wazi kuwa kama hawangechukua hatua sasa, matumaini yao ya kuwa na maisha bora yangepotea milele. Katika moyo wa msitu ule, mbali na mikono ya jeshi la mfalme, Skitu na Jonathan walikusanya washirika wao, vijiji, wakulima na watu wachache kutoka miji jirani. Walikusanyika wote wakiwa na lengo moja la kujiokoa kutoka katika dhuluma ya mfalme Mgimba. Dau lilikuwa kubwa zaidi kuliko wakati wowote. Walikuwa wanapigania si tu uhuru wao, bali uhuru wa kila mtu ambaye alikuwa ameumia chini ya utawala mkali wa mfalme. Kambi waliojiwekea ilikuwa na shughuli nyingi. Hewa ilikuwa nzito na harufu ya moshi na kuni, na sauti za maandalizi zilikuwa zikisikika mbali kutoka katika miti. Wanawake na wanaume walifanya kazi kwa pamoja, wakichonga silaha, wakijenga ngome na kutunza majeraha. Ilikuwa ni juhudi ya pamoja, mstari mmoja kwa watu ambao walikuwa wamepoteza kila kitu, lakini sasa walikuwa tayari kuhatarisha yote ili kumpinga mfalme Mgimba. Skitu alisimama kwenye kingo za kambi, akitazama kwenye giza la msitu. Mawazo yake yalikuwa na mchanganyiko wa hisia, hofu, matumaini, hasira na huzuni. Mizigo ya jukumu alilokuwa nalo ilikuwa inamshikilia kwa nguvu kama mzigo usiobebeka. Alijua kuwa vita hii ingeamua hatima ya ufalme wake. Ingekuwa ni mwisho wa utawala wa mfalme, yani baba yake, na kushindwa kwa mwishowe, na kwa sababu yao hakukuwa na nafasi nyingine yoyote ile. Jonathan alikuja kwa utulivu, akiwa ni chanzo cha nguvu na faraja. Aliweza kuona shaka machoni pake, mchanganyiko wa mgongano ya ndani ambayo ilikuwepo licha ya yote walioyapitia pamoja. Aliona mara nyingi namna Skitu alivyokuwa akijiuliza kama alikuwa akifanya chaguo sahihi. Lakini Jonathan alijua kuwa kwa undani wa moyo wake Skitu alikuwa anataka kupigania haki. Alikuwa amesimama kwenye kile kilichokuwa sahihi, hata wakati ambapo ilionekana kuwa haiwezekani. Unawaza sana, Jonathan alisema kwa upole, akimshika Skitu katika bega lake, akamkumbatia na kumkisi. Skitu aligeuka na kumtazama, macho yake yaliyojaa mchanganyiko wa dhamira na mashaka. Sidhani kama tuko tayari kwa hili. Mfalme ana jeshi kubwa, majeshi ya mafunzo, silaha na kila kitu anacho, ambapo sisi tunavikosa. Jonathan alicheka kwa utulivu, uso wake ukiwa na uthabiti na nia. Tulichonacho sisi ni kila mmoja wetu. Tunaungana sisi na tumeungana na watu wa hivyo vijiji vingine. Na tunacho kitu ambacho mfalme hawezi kutuchukua. Tuna upendo wetu, tuna imani katika uhuru. Hicho kitu kinatupa nguvu. Skitu alikubaliana, akihisi ukweli wa maneno yake unachoma ndani yake. Kwa mara ya kwanza kwa muda mrefu alijisikia kwamba hili wazo ni wazo zuri na ni wazo la wazi. Hakuwa peke yake kwenye vita hii, alikuwa na Jonathan kando yake, na walikuwa na watu ambao walikuwa tayari kuhatarisha kila kitu kwa ajili ya mustakabali waliouamini. Aliangalia kambi yote ambapo sura za vijiji zilijaa matumaini, dhamira na ujasiri. Walikuwa tayari kupigana kwa ajili ya dunia isiyo na ukatili wa mfalme. Mapigano ya mwisho yalikuwa yakikaribia. Jeshi la mfalme lilikuwa likikaribia eneo lao, na wakati wa kupanga mikakati ulikuwa umekaribia kumalizika. Skitu alijua kuwa walikuwa na nafasi moja tu ya kufanya jambo hili. Ikiwa wangeshindwa, wasingeweza tena na wasingepata nafasi nyingine. Matokeo yangekuwa mabaya na mfalme angethibitisha kuwa uasi wao utashindwa milele. Lakini Skitu alikataa kukubali matokeo hayo. Alikuwa ameshuhudia maumivu mengi, mateso mengi ya kutokujali, ili kurudi nyuma sasa. Huu ulikuwa wakati wake wa kuunda hatima yake mwenyewe na hatima ya watu wake. Ukatili wa mfalme ulikuwa umedumu vya kutosha, na wakati wa mwanzo mpya ulikuwa umefika. Mwanzo ambao haki, upendo na uhuru vitatawala. Jua lilipoanza kutua kwenye jioni ya vita ya mwisho, Skitu alikusanya watu wake. Kambi ilinyamaza kimya wakati kila mtu alipokusanyika mbele yake. Alisimama kwa heshima, moyo wake ukiwa na dhamira, huku akitazama sura za wale waliochagua kumfuata. Kulikuwa na hofu machoni mwao, ndio, lakini kulikuwa na jambo lingine, jambo lenye nguvu zaidi. Ilikuwa ni moto ule ule ambao uliwafanya Skitu kuasi kuanzia mwanzoni. Walikuwa na matumaini. Tumefika mbali pamoja. We reached this far together. Skitu alianza kusema, sauti yake ikiwa thabiti
licha ya hisia zilizokuwa zikizunguka ndani yake. Kesho tunakutana na jeshi la mfalme. Tunapigania utu wetu. Tunapigania kwa ajili ya watu wetu, sio kwa ajili yetu peke yetu, bali tunampigania kila mwanamume, kila mwanamke na kila mtoto aliyeumizwa na utawala wake. Tunapigania kwa ajili ya mustakabali wa ufalme huu, mustakabali ambao hakuna atakayekuwa mfungwa wa hofu. Baba ameua watu wengi, angalia moshi ule, angalia vilio, kaua watu, karibu nyumba, karibu makazi. Ni lazima tutampiga tu. Mustakabali ambapo upendo na uhuru vinaweza kustawi. Kesho tutafanya mapigano yetu. Pigano la idhini lilipita katika vijiji vingine, lakini Skitu alivyoongea kwa ukakamavu, kila mtu alimpigia makofi na wakakubaliana umati mzima. Moto wa mioyo yao ulizidi kuwaka kuliko ilivyokuwa awali, na Skitu alijua kuwa walikuwa tayari kupigana, walikuwa tayari kushinda. Jonathan alisogea pembeni, akaweka mkono wake juu ya Skitu, akamwambia kwamba nitakupa support, niko na wewe Skitu. Pamoja tunaweza kumuonyesha mfalme kwamba upendo una nguvu, na upendo unaweza ukatenda haki, na una nguvu kuliko hasira za baba yako, kuliko ukali wake. We'll show the king that love and justice are more powerful than his cruelty. Akasema ni lazima tutaweza. Usiku ukapita, kimya kikiwa kimeenea. Vijiji vilipumzika, na watu wengine walikuwa hapo katika maombi ya ukimya. Wengine walikuwa wakiandaa silaha, wakijua kabisa kwamba kesho inaenda kubadilisha kila kitu. Ni huenda watapata ushindi ama watapoteza kila kitu. Lakini Skitu na Jonathan walishaungana na kuweka machaguo yao kwamba watapigana mpaka mwisho, na kila kitu lazima kitaenda sawa. Jeshi la mfalme litawasili alfajiri, pale jua ambapo linachomoza. Lakini hii itakuwa ndio vita ya mwisho, na ni lazima watashinda tu. Hakuna namna ambayo hawatashinda. Unataka kujua kinaendelea kitu gani? Naomba usubscribe ili uwe wa kwanza kuweza kufahamu vitu vizuri ambavyo vinaendelea katika simulizi hii. Nuru ya kwanza ya asubuhi ilikata juu ya upeo wa macho. Ile nuru itokea ikitoa mwangaza mwepesi wa dhahabu juu ya mandhari nzuri. Hewa ilikuwa nzito na yenye mvutano, imejaa uzito wa kile kilichokuwa kinakuja. Wanavijiji sasa wakiwa wameungana na Skitu na Jonathan, walikuwa wamesimama tayari katika nafasi zao. Walikuwa wamejiandaa kwa muda wa wiki kadhaa, wakikamilisha ujuzi wao, kuimarisha azimio lao na kupatanisha vile ambavyo walikuwa wanataka kuvifanya. Na hii ilikuwa inawasaidia kwamba wanaweza kuwa na uhakika na siku zijazo. Leo wangejikuta wakikabiliana na jeshi la mfalme, na walijua kuwa inaweza kuwa ni fursa yao ya mwisho kuachana na minyororo ya utawala wake. Skitu na Jonathan walikuwa wamesimama mbele yao, macho yao yakikutana na kuelewana katika ukimya. Upendo wao ulikuwa ndio chanzo cha kuanzisha uasi, na sasa ungekuwa moto utakaowaka daima, na ambao utasababisha vita kubwa sana kati yao. Kila hatua waliochukua waliibeba si tu matumaini yao wenyewe, bali ndoto za wote walioathirika kutokana na utawala wa mfalme Mgimba. Lakini leo ilikuwa ni zaidi, maana ilikuwa inaenda kuwaokoa. Hii ilikuwa ni kuhusu kudai mustakabali wao. Jonathan alimtazama Skitu, uso wake ukiwa umejaa dhamira, lakini macho yake yalilainika alipoona macho yake. Ajalishi kitatokea kitu gani leo, lazima tutashinda. Tumekubaliana kwa upendo, tumekubaliana na uhuru, na hicho ni kitu ambacho mfalme hawezi kutuchukua. Skitu alitabasamu, mchanganyiko wa hofu na ujasiri ukiwa ndani yake. Alikuwa amejua siku zote kwamba upendo una nguvu sana, lakini leo ingejaribiwa kama kamwe haijawahi kuwa. Walikuwa wanapigania kitu ambacho hakiwezi kutwaliwa kutoka kwao, haki yao ya kuishi kama wanavyotaka bila hofu. Sauti za adui zinavyokaribia zilianza kwa uhafifu mwanzoni, lakini kelele za majani yaliyotikiswa na migongano ya hatua za viatu, kadri dakika zilivyopita sauti zilikuwa kubwa sana. Jeshi la mfalme lilikuwa likikaribia. Wakati wa kusubiri ulikuwa umekwisha. Skitu alivuta pumzi ndefu, akihisi uzito wa wakati huu ukiingia ndani yake. Ilikuwa ni
ya mwisho. Hakuna kurudi nyuma sasa. Akasema jitayarisheni. Skitu alisema kwa sauti. Sauti yake ikavuma juu. Maana watu walikuwa kukimya. Jeshi la mfalme linatufikia. Hii ni vita yetu kwa ajili ya uhuru. Tunapigania maisha yetu, watu wetu na mustakabali tunaostahili. Kelele za furaha zililipuka kutoka kwa umati. Sauti ya umoja na matumaini. Sasa walikuwa ni wanavijiji tu, lakini walikuwa si wanavijiji tu, lakini walikuwa ni wapiganaji. Wapiganaji wanaopigania mwanzo mpya, wanaopigania asubuhi mpya. Wakati wimbi la kwanza la askari lilipoonekana kwenye upeo wa macho yao, moyo wa Skitu ulipiga kwa kasi. Aliweza kuona kung'aa kwa mapanga, mwangaza wa silaha na azma iliyozama kwenye nyuso za wanajeshi wa mfalme. Vita vilikuwa vimeanza na ingekuwa ni vya kikatili sana, lakini Skitu alihisi amani ya ajabu ikimjia ndani ya mwili wake. Hakukuwa tena na hofu ya mrembo, kwamba yeye ni mrembo binti wa kifalme. Alijificha katika kasi la baba yake. Alikuwa ni kiongozi na leo atapigana kama kiongozi. Jonathan alisogea karibu. Panga lake limeinuliwa na mwili wake ulikuwa imara. Alimpa ishara ya kichwa, ahadi ya kimya kimya ambayo haijalishi nini kitatokea. Wangejua kwamba hichi kitu ilikuwa ni kitu ambacho walikuwa wako tayari kabisa kukifanya, na ilikuwa ni lazima wawe tayari. Mapigano yalikuwa ya ghafla. Sauti ya chuma dhidi ya chuma ilipiga, ikifuatiwa na kilio cha maumivu ya vita. Wanavijiji wakiwa na silaha walizoweza kupata walipigana kwa nguvu, nyuso zao zikiwa zimejaa uchungu lakini thabiti. Skitu na Jonathan waliongoza mashambulizi, wakakata njia kupitia machafuko na usahihi na nguvu. Walikuwa mfano wa kupinga ya kila kitu ambayo jeshi la mfalme lilikuwa limekadiria vibaya. Skitu alipoangusha mmoja wa askari, moyo wake ulijawa na mchanganyiko wa hasira. Hii ilikuwa si vita tu ya kuishi, ilikuwa ni vita ya kitu alichopoteza, kitu ambacho alijitolea kuwa uhuru. Kila mzunguko wa panga lake ulikuwa ni pigo kwa kipindi cha nyuma cha maisha alikuwa amelazimisha kuishi na utawala wa baba yake. Jonathan alipigana kando yake, harakati zake zikiwa laini na za usahihi. Tabia yake utulivu ilikuwa nguvu yake, lakini vitani ilikuwa ngao inayowalinda wote wawili kwa pamoja. Walikuwa jozi ngumu, yani walikuwa pea. Nguvu yao hakuna askari wa mfalme wala nguvu zake za katili wangeweza kushindwa kwa urahisi. Lakini jeshi la mfalme alikuwa na huruma kwa kila askari waliondolewa. Wengine walijitokeza kuchukua nafasi yao. Mkono wa Skitu ilichoka, pumzi yake ikawa ngumu, lakini hakufeli. Vita iliendelea. Vumbi na damu viliwazunguka. Watu wake walikuwa wanapigana kwa maisha yao, na yeye angepigana kwa ajili yao. Hawezi kushindwa. Kadri vita vilivyoendelea, Skitu alijikuta akitenganishwa na Jonathan kwa muda. Moyo wake ulikuwa ukikimbia kwa kasi, akitafuta macho yake kwenye uwanja wa vita, macho yake yakiwa yanatafuta kupitia moshi na machafuko. Aliweza kusikia sauti ya mapigano, vilio vya waliokufa na hatua nzito ya maadui wakikaribia kwa karibu. Kisha alimwona Jonathan akiwa anapigana na askari aliye na ukubwa mara mbili ya ukubwa wake. Panga lake lilikuwa limeinuliwa kwa mtindo wa kujilinda. Bila kufikiri, Skitu alikimbilia kwake. Asili yake ilichukua nafasi. Alipiga panga lake kwa usahihi, akamwangusha askari aliyehatarisha maisha ya Jonathan. Macho yake yakakutana kwa sekunde moja. Kila kitu kingine kilikufa. Walikuwa wawili tu wakipigania mustakabali wao. Walikuwa wakipigana kwenye pea. Mmoja amesimama upande huu, mwingine amesimama upande huu. Mioyo yao ikidunda kama moyo mmoja. Their heartbeats as one. Lakini vita vilikuwa mbali na kumalizika. Skitu aliona kuwa majeshi yao yalianza kuanguka. Wanajeshi wa mfalme walikuwa wakiwashinda, kuwabwaga nyuma. Kukata tamaa kulianza kuingia mioyoni mwa wanavijiji, lakini Skitu alikataa kuacha wajiunge na kushindwa. Aliinua panga lake juu, sauti yake ikalenga juu ya milio ya vita. Msikate tamaa, msikate tamaa. Hatupigani kwa ajili yetu, tunapigana kwa ajili ya kila mmoja aliyewahi kutawaliwa. Na hii vita ndio vita yetu ya uhuru. Kilio cha wapinzani kilienea kati ya vijiji, kikirejesha nguvu na dhamira mpya. Walipigana kwa nguvu, azimio lao likiwa imara zaidi kuliko wakati wote. Vita iliendelea, lakini Skitu alijua kwamba matokeo ya mzozo huu yangeamua mustakabali wa ufalme wao. Ukatili wa baba yake mfalme ulidumu vya kutosha. Leo wangechukua kile kilichokuwa haki yao, uhuru wao, upendo wao na mustakabali wao. Pamoja na Jonathan, Skitu aliendelea kusababisha mashambulizi tena, akijua kwamba haijalishi matokeo, tayari walikuwa wameshinda kitu kikubwa kuliko ufalme. Walikuwa wamepata haki yao ya kuchagua hatima yao wenyewe. Vita kwa ajili ya uhuru wao ilikuwa imeanza, na wangeendelea kupigana hadi mwisho.
Wow, story yetu imefika pazuri sana. Tafadhali naomba ulike, naomba usubscribe, lakini pia ucomment hapo chini. Unatufuatilia ukiwa uko nchi gani? Ukiwa uko wapi? Kama uko Tanzania, tafadhali tuandikie uko katika eneo gani. Kama pia uko nchi za nje, uko Burundi, uko Rwanda, uko Kongo, uko Marekani, tumekuwa tukifuatiliwa na watu kutoka nchi mbalimbali. Tafadhali naomba uandike kwenye comment section below kwamba unatufuatilia kutoka wapi. Siku si nyingi nitakuletea sehemu inayofuata. Yaani Malkia Utanililo sehemu ya 10. Story yetu imefika pazuri. Tafadhali naomba ushare na watu wengine ili waweze kupata simulizi nzuri kama hizi. Ndimi mwandishi na msimulizi wako Samuel Ernest Vyanga wa Mkongo Mastori. Mpaka wakati mwingine, asante kwa kuwa nasi. Nakupenda. Ciao. I love you. Thank you.